Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo. Kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, napenda kuchukua shukrani za dhati kwa heshima ya kushiriki katika tukio hili muhimu la uwasilishwaji wa taarifa ya tathmini ya ujifunzaji wa wanafunzi wa elimu ya sekondari. Aidha, naomba mpokee salamu na udhuru wa Mheshimiwa Waziri ambaye alitamani kuwa nasi leo, lakini kutokana na majukumu mengine ya kitaifa ameshindwa kuhudhuria. Kwa hiyo na mimi niko hapa kwa niaba ya Profesa Adolf kama mwenzangu alikuwa hapa kwa niaba ya Profesa Nombo, na wakati anawasilisha hotuba alisema sasa Caroline anaongea. Nikaa nasubiria sauti nisikie ya Caroline. Kwa hiyo na mimi nitawasilisha kwa niaba ya waziri, lakini sio kwa sauti ya Adolf. Nitawasilisha kwa sauti yangu. Ndugu washiriki, nafahamu Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA limekuwa likiendesha upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili tangu mwaka 2015. Upimaji huu umekuwa na manufaa makubwa kwa serikali, kwani kupitia taarifa zake Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeendelea kufanya maboresho katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kuimarisha ubora wa ufundishaji na ujifunzaji. Maboresho hayo ni pamoja na mabadiliko ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 na mitaala ambayo yametokana na maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo basi, napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa miongozo yake yenye kuleta mageuzi chana katika sekta ya elimu nchini. Ndugu washiriki, sambamba na upimaji wa kawaida wa kidato cha pili, nafahamu mwaka 2025 Baraza la Mitihani lilifanya tathmini ya kina ya ujifunzaji wa wanafunzi kupitia mradi wa kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari, yani SEQUIP, unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Lengo lilikuwa kupata uelewa mpana kuhusu mambo yanayoathiri ufundishaji na ujifunzaji, pamoja na kubainisha maeneo yanayohitaji maboresho zaidi. Matokeo yanaonyesha kuwa bado kuna changamoto katika ufaulu wa baadhi ya masomo. Hali hii inaashiria umuhimu wa kuongeza jitihada katika kuimarisha mbinu za ufundishaji na ujifunzaji, hasa katika masomo ya sayansi. Hivyo kuna umuhimu wa kuendelea kufuatilia kwa kina tofauti za ufaulu huo. Ndugu washiriki, kama ilivyoelezwa, matokeo ya utafiti huu ni nyenzo muhimu katika kuboresha utoaji wa elimu katika shule za sekondari. Kwa dhati kabisa, nalipongeza Baraza la Mitihani la Tanzania pamoja na wadau wote wa elimu walioshiriki katika kufanikisha utafiti huu. Mapendekezo yaliyotolewa yataiwezesha serikali kuimarisha zaidi mikakati ya kuboresha ufundishaji na ujifunzaji, hususan katika masomo ya hisabati na sayansi. Na kama tulivyosikia hapa somo la hisabati lilivyodavuliwa, na mimi niungane na MC kusema kwamba kiukweli ni shida ya taifa na zinahitajika hatua za makusudi kuchukuliwa ili tuone kwamba tunaondokana na hii kadhia ya mathematics kuwa shida katika taifa. Nilikuwa nanong'ona pale na kakaangu Abdul, akawa ananiambia kwamba yeye ni mwalimu wa hisabati. Nikamwambia mimi limenisumbua sana. Na wakati nafanya ziara pale Baraza la NECTA mara ya kwanza, walinielezea kwa kina sana jinsi mathematics inavyotusumbua kama taifa. Na wakati nilipopewa nafasi ya kuzungumza, nikawaambia leo nimepata faraja kubwa sana, kwa sababu nilikuwa nafikiria mimi tu ndo niko nyuma kwenye mathematics kipindi hicho wakati nasoma. Lakini nikafarijika sana kwamba sio peke yangu, kumbe Tanzania nzima. Kapiga alhamdulillah kubwa sana. Lakini naamini kwa tafiti hizi zinazofanyika kila baada ya muda, na tumeona limeanza kuimprove kidogo kidogo. Kwa hiyo tunaamini kila baada ya muda taifa kwa ujumla wake litaimprove
kwenye masomo ya mathematics. Ndugu washiriki, ili kuhakikisha matokeo ya utafiti huo yanakuwa na tija, serikali kwa kushirikiana na wadau itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuboresha elimu, ikiwemo ujenzi wa madarasa mapya ili kukabiliana na ongezeko la wanafunzi, ujenzi wa nyumba za walimu na mabweni ya wanafunzi ili kupunguza changamoto ya umbali, kuajiri na kupanga walimu kwa uwiano unaozingatia mahitaji ya shule za mijini na vijijini pamoja na kuboresha ustawi wao, uchapishaji na usambazaji wa vitabu vya kiada pamoja na mafunzo kwa walimu, na kuimarisha matumizi ya tehama katika elimu ikiwemo utoaji wa vifaa vya kielektroniki na mifumo ya ujifunzaji mtandaoni. Ndugu washiriki, pamoja na juhudi hizi, bado kuna haja ya kuongeza ushirikiano wa wadau wengi zaidi. Hivyo, kwa kuzingatia matokeo ya tathmini iliyofanyika, nasisitiza wadhibiti ubora wa shule waimarishe ufuatiliaji na tathmini ya ufundishaji na ujifunzaji na kutoa mrejesho kwa wakati. Walimu na wakuu wa shule wazingatie zaidi ufundishaji unaozingatia umahiri, yani competence based learning. Matumizi ya maabara kwa vitendo katika masomo ya sayansi yaimarishwe. Matumizi ya lugha ya Kiingereza katika mazingira ya shule yazingatiwe, na wazazi na walezi washiriki katika maendeleo ya wanafunzi. Ndugu washiriki, nikimalizia hotuba yangu, naendelea kusisitiza umuhimu wa tathmini kubaini mafanikio, changamoto na kuchukua hatua stahiki za kuboresha elimu. Serikali itaendelea kuboresha mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji ili kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora. Hivyo nawapongeza na kuwahimiza wadau wote wa elimu kuendelea kushirikiana na serikali katika juhudi hizi. Kabla sijamalizia kabisa hotuba yangu, nilikuwa nataka nizungumze machache kwenye yale ambayo yamejitokeza. Kwanza nichukue fursa hii tena kuwapongeza Baraza la Mitihani na wadau wote kwa kutake the burden kufanya tathmini na kujua kama taifa wapi tunadondoka, wapi tunakosea na tunaendaje mbele na elimu. Kwa hiyo niwapongeze sana na naomba tuwapigie makofi Baraza la Mitihani. Nami niungane na wenzangu waliotangulia kusema, hasa kaka yangu Maulid aliyenikaribisha hapa, ni kwamba hii mara pili namsikiliza Profesa Saidi. Mara kwanza nilimsikiliza kwenye KKK na mara pili leo namsikiliza kwenye hii tathmini ya mitihani. Kiukweli hata presentation yake iwe ndefu vipi, hamna anayezungumza, hamna anayesikitika akachukua muda mrefu, ni unaona dozi inaingia moja baada ya nyingine. Kwa namna alivyodadavua wasilisho la leo, mimi nilikuwa nawaza pale, sasa hapa hata Profesa Saidi ukimchukua ukimtupa pale kama mkurugenzi takwimu pale anaenda tunapo, kwa hali hii iliyofanyika leo. Sisemi namtoa wala sipendekezi hivyo nisije nikanutoa vibaya na waandishi wa habari, lakini ule uwezo ambao amezungumzia, mimi nilikuwa very poor kwenye mathematics, very poor, na nilikuwa nagombana na mama sana, very poor. Lakini baada ya muda naye akajifunza kwamba huyu si wa science, huyu wa kwenye sheria, huko kwenye sheria, na ndiko ambako nilikoelekea baada ya kutathmini matokeo yangu na masomo ambayo nilikuwa nafanya vizuri. Lakini kwa namsikiza profesa pale leo alipokuwa akielezea zile nambari, tunaenda sawa sawa. Yaani 25 tulichukua hawa, naona kabisa wale pale asilimia ilikuwa hii hapa, akielezea graphic unaelewa kabisa. Kwa mimi hata angechukua masaa matatu leo bunge lingenisamee kidogo, lakini ningeweza kukaa hapa na kumsikiliza na bila kuchoka. Kwa hiyo nimpongeze sana kwa kazi nzuri ambayo anaifanya, lakini pia niwapongeze watumishi na management yote ya Baraza la Mitihani. Mnafanya kazi nzuri sana ya kutathmini taifa linakoendelea kwenye elimu.
Lakini niseme kwamba mapendekezo yote yale ambayo mmeyapendekeza sisi kama wizara tumeyachukua, lakini pia wenzetu wa TAMISEMI wapo, nimeona infrastructure pale ambayo inawahusu. Naamini kila mmoja aliyeguswa atachukua mapendekezo yale na kwenda kuyafanyia kazi, ili tukirudi tena kwenye tathmini nyingine results zisiwe closed related, kuwe na utofauti na pale tulipofikia kwenye tathmini hii. Tathmini inayokuja basi tuwe tumepiga hatua kubwa na isiwe hatua ndogo kidogo. Ndugu washiriki, baada ya kusema hayo, nawashukuru tena kwa fursa hii adhimu na ninawatakia utekelezaji mwema wa majukumu yenu katika kusimamia ufundishaji, ujifunzaji na tathmini kwa maendeleo ya elimu nchini. Na naamini kwa washiriki ambao tuko hapa mtajadili, mtakuja na mapendekezo mazuri, na kwa wale ambao watakaoguswa kwenda kufanyia kazi huko chini mtaenda kuyafanyia kazi, ili sasa tuje na mapendekezo bora zaidi ya haya ambayo tumependekeza katika tathmini hiyo. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na niwatakie kikao chema kinachoendelea. Asanteni sana kwa kunisikiliza.